Katika ulimwengu huu yapo baadhi ya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine, iwapo mtu wa kawaida atakusimulia, huenda hata usiamini. Mambo haya ama matukio ambayo kwa uhalisia wa binadamu ni maajabu makubwa. Lakini sio kwamba hakuna maajabu dunia hii. Maajabu ni mengi, ndio maana kwa leo nakuletea kama yalivyo. Na si kwamba ni tetesi. Ni mambo ambayo yameshuhudiwa na wanasayansi na kufanyiwa utafiti vya kutosha. Kwa leo nitakuletea maajabu 5 ambayo yapo ulimwengu huu tunaoishi. Namba 1 ni mawe yanayolia. Katika taifa la Namibia ndiko mawe haya yanapopatikana. Hebu vuta taswira, kisha unapotembea usikie sauti kama ya vilio vya huzuni. Mawe haya yapo na uwezo huo wa kutoa sauti kana kwamba wapo watu wengi wanaolia ama kuomboleza. Yapo na sifa ya kwamba yanapopigwa hutoa sauti, ama pia iwapo yatapokea mguso tu. Kulingana na tafiti za wanasayansi, wanasema kuwa mawe haya yapo na muundo wa kipekee ulio na uwazi fulani, ulio na hewa inayochangia kuunda mtetemeko wa sauti. Makabila yanayopatikana eneo hili wanasema kuwa mawe haya yanafahamika kama mawe yanayoimba, yani singing stone, huku yakihusishwa na nguvu za kiroho. Namba 2 ni mvua ya samaki. Hili ni tukio ambalo hutokea kila mwaka huko Odolas, ambako samaki hutapakaa kila sehemu ikiwemo barabarani, ambapo hili hutokea kama mvua ya kawaida inaonyesha, lakini sasa hapa huja na samaki wengi kupindukia wakidondoka kutoka angani. Inajua hata wewe utachukulia kama hadithi za filamu, lakini ni jambo lililojikita katika uhalisia zaidi. Tukio hili hutokea kila mwaka kati ya Juni na Julai, watu wakishuhudia samaki kuwepo kila mahali ikiwemo barabarani hadi kwenye paa za nyumba, na sayansi wakisema kuwa udondokaji wa samaki hao ni ujio wa kimbuga kinachopeperusha kutoka sehemu za mito, madimbwi na sehemu zote ambazo samaki wanapatikana. Namba 3, majani yanayocheka, yani laughing grass plant. Mmea huu unapatikana Afrika Magharibi, ambapo iwapo utayamenya majani haya na kuyameza, basi ni chini ya dakika chache tu ambapo utapatwa na kicheko kisicho na kikomo, ama kwa kifupi utakuwa kama umelewa furaha. Kulingana na tafiti ni kwamba mmea huu upo na asidi maalum iliyo na uwezo wa kuathiri mfumo wa ubongo na kuchangia kicheko cha ajabu. Namba 4, upepo unaovuma na kutoa sauti kama filimbi. Katika baadhi ya mapango ya barafu ya Atlantika kuna jambo la kushangaza mno. Upepo unaovuma humo unatoa sauti kana kwamba ni filimbi inayopulizwa. Sauti hii, kulingana na tafiti za kisayansi, unatokana na mtetemeko wa hewa kutoka kingo za bahari na kubuni sauti hiyo. Sauti hizi zimekuwa zikitumika katika utafiti wa kisayansi, ukiwemo utafiti wa NASA, ili kubaini mengi kuhusu sauti hiyo. Namba 5 na ya mwisho, maji ya wakayo moto kutoka taifa la Azerbaijan. Nchi ya Azerbaijan kuna eneo linaloitwa Yanal Dag Fire Fortnite, ambapo hapa moto huwaka juu ya ardhi kwa miaka mingi bila kuzimika, hata kama mvua itanyesha. Ni jambo ambalo hata wanasayansi iliwashinda kutokana na kile wanachosema kuwa walijaribu kuzima moto huo ila hawakufanikiwa hadi kufikia sasa. Moto huo unatokana na gesi asilia inayotoka chini ya ardhi, ambako ikikutana na oksijeni hewani huwaka moto. Wanaoishi karibu na hapo wanaamini kuwa sehemu hiyo ina uhusiano mkubwa na nguvu za giza. Hadi kufikia hapo sina la ziada, ila nitakuwa nikikuletea makala kama haya kila siku. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupokea taarifa kama hizi pindi zinapochipuka. Nimekuwa wako msimulizi Kaka Ken.